Haleluya, haleluya, haleluya. Ubarikiwe sana na Bwana, mtumishi wa Mungu popote ulipo. Tunaendelea na episodi sasa ni ya 7, manabii wa uongo katika historia, karne ya kwanza mpaka ile karne ya 15. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekwambia wale wa agano la kale, wa agano jipya, lakini karne ya kwanza mpaka karne ya 15. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo chanzo cha madhara ya unabii wa uongo katika karne ya pili tuseme mpaka karne ya 20. Ya kwanza walikuwepo wakina Petro, wakina Paulo na wakina Yohana. Karne ya pili maana yake wote walikuwa wameondoka. Na hapo pia palitokea manabii. Wanabii wa uongo hawa hawakukoma katika agano jipya tu, bali waliendelea kuwa tishio la kudumu katika kanisa la kihistoria. Chanzo kikuu cha unabii wa uongo katika karne ya pili hadi ya 20 kimejikita zaidi katika majaribio ya kibinadamu na kuongezeka kwa kuchukua nafasi ya mamlaka. Kwa hiyo jinsi maisha yanavyokuwa magumu, watu wengine wanatumia mwanya huo. Kwa hiyo katika karne ya pili mpaka ya 15 baada ya Kristo yalianza mafundisho nimeshayasema ya kigonostiki hayo, ambayo yalikuwa yanajaribu kuwahimiza watu kuachana na Mungu na kwamba ni lazima wokovu unapatikana katika maarifa na sio katika imani. Kwa hiyo haya mafundisho yaliendelea kusumbua watu sana. Na karne ya 20 ya 16 mpaka 20 unabii wa uongo ulipata nguvu zaidi mpya kupitia harakati za kidini na mfumo mpya wa kimiujiza. Kwa hiyo hapa ndipo ilipokuja mifumo mpya ya kimiujiza, mambo ya prosperity. Watu wakaacha ukweli wa neno la Mungu na kumtafuta Mungu kwanza, wakaanza kuhimizwa na kuaminishwa kwamba ili ujulikane umeokoka lazima uwe una pesa. Bwana Yesu atusaidie sana. Sikatai pesa, tunaitaka sana, hata mimi ninaitaka, lakini ni ile pesa inayopatikana kwa kusudi la kimungu na kwa utaratibu wa kimungu. Kwa hiyo zile harakati za kidini, ule uamsho ulipoingia ukaja na vitu vingine tofauti na uamsho uliokubalika wakina Martin Luther na wakina John Huss na wengine. Haleluya. Ukaja uamsho mwingine kabisa wa mambo ya prosperity. Hapa walianza kule Marekani, wakaanza kufundisha kwamba pesa ndio kila kitu kuliko imani na kadhalika. Na mafundisho hayo yameendelea leo, ndipo mafundisho mafu mengi yalipokuja na kuanza kupata nguvu kwa kasi. Mungu anatuambia jihadharini na manabii wa uongo, watawajia wamevaa mavazi ya kondoo lakini ndani ni mbwa mwitu wakali. Watu wengi wameingia katika uongo huo. Haleluya. Wameingia katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 22, Ufunuo 22 mstari wa 18, anasema maneno haya: na ushuhudia kila mtu asikie maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mtu yeyote akiongeza, Mungu atamuongezea mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Kwa hiyo kuna watu ambao wameongeza vitu ambavyo havipo kwenye Biblia. Na Biblia inasema hao wataongezewa mapigo, pamoja na wanaoamini hayo uongo, nao wataingia katika mkumbo huo huo. Kumbuka, moto uliandaliwa kwa ajili ya shetani na wale watakao muamini shetani. Ukiamini vitu vya uongo kinyume na neno la Mungu, maana yake wewe umekwisha kuwa mfuasi halali wa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo manabii wa uongo katika historia, lengo lao kubwa ni uchoyo na ubinafsi na kutaka kujinufaisha wao zaidi. Wanatumia hila kukamata akili za watu mpaka mazingaombwe, na sasa hivi nitakavyokuambia huko wale wanatumia sayansi ili kuwaghilibu watu na kuwaibia, na wanalenga sana pesa wala sio roho za watu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo uwe na tahadhari sana. Na Waebrania sura ile ya kwanza inatuonya. Waebrania sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili. Waebrania sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili inasema maneno haya: Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii na kwa sehemu nyingi kwa siku nyingi, mwisho wa siku hizi anasema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena yeye aliufanya ulimwengu. Zamani watu walikuwa kupitia manabii walikuwa Mungu anasema na ulimwengu, lakini sasa Biblia inasema Mungu amemweka mwana. Maana yake Yesu tunaishi katika neno lake. Ni kweli nabii yoyote anayetabiri leo hata tabiri sawasawa na zamani, kwa sababu sasa atapaswa unabii na utabiri wake uambatane na neno la Mungu ambalo ni Yesu anayenena kwetu. Ndio maana neno linaitwa logos. Logos, haleluya, ni neno linalosema na sisi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia neno kuliko ni kufuata mbwembwe nyingine yoyote. Sasa miongoni mwa manabii kulikuwa kuna mtu anaitwa Montanus. Huyu Montanus ni mwanzilishi wa harakati ya kikomunisti. Haleluya. Montanus ni mwanzilishi wa harakati za kikomunisti. Alijitokeza karne ya pili.
takriban mwaka 156 baada ya Kristo, kule Figria, Asia ndogo ya Uturuki leo, Figria ndiko alikojitokeza kule, na mafundisho yake na mkazo wake alijitangaza kwamba yeye ndiye msemaji wa Roho Mtakatifu. Yeye sasa ndio msemaji wa Roho Mtakatifu, akajitambulisha kwa kiwango cha muangalizi. Pale secret ni muangalizi, yani yeye ndo anayesimama kuwa muangalizi wa Roho Mtakatifu aliyetajwa na Yesu. Yani akasema, Yesu alisema atawaletea msaidizi. Sasa yeye ndo anasema yeye ndio Paraclete, yani ni muangalizi. Anajisema yeye huyo Montanus. Haleluya. Na akadai kwamba ujio wake ulikuwa ni awamu ya pili ya mwisho. Kwa hiyo yeye alipokuja ndio alikuwa anatangaza ndio mwisho wa dunia umefika, kwa sababu yeye ndiye aliyetabiriwa na Yesu. Na dini za namna hii zipo nyingi. Biblia inasema jihadharini na manabii wa uongo. Wakati Biblia inatuambia sisi awamu ya mwisho ni ya ufunuo wa kimungu iliyopitia kwa Adani, mitume na manabii. Haleluya. Na mkazo wake mpya, yeye sasa anasema yeye akaweka sheria kali za maisha. Askesis ni maana yake ni neno la Kiyunani linalomaanisha sheria kali za kimaadili. Akawaletea maono mapya. Haleluya. Wakakataliwa tena watu wakakataliwa kuwa na ndoa na kufunga ndoa kwa muda mrefu, akisisitiza kwamba karama za kiroho kama vile kunena kwa lugha na unabii kama ushahidi pekee wa ukweli. Watu wakawa wanaambiwa msifunge ndoa zitakazosababisha mdumu milele. Huyu Montanus. Kwa hiyo alikuwa anapingana na Biblia. Mafundisho yake yalipingana na Biblia na kudai ufunuo unazidi ule wa mitume. Yani yeye ufunuo wake ni mkuu. Na haya mambo tunayasikia hata leo. Kuna watu wanasema wao ni bora kuliko ni wa mitume na manabii wa Yesu Kristo. Ni tofauti na mafundisho ya kibiblia. Katika kitabu cha Waefeso, haleluya, sura ya 2 mstari wa 20, anasema maneno haya: mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Yesu Kristo mwenyewe ndio jiwe kuu la pembeni. Kama tunapata mafunuo, kama tunapata maono, lazima yawe yamejengwa katika maneno ya Kristo na maneno walioyasema manabii katika kutafsiri maneno ya Kristo ambayo yalikuwa yamenenwa kwetu. Kwa kujitangaza kwamba yeye ndiye msemaji wa Roho Mtakatifu, yani Paraclete. Katika kitabu kile cha alikuwa anatumia ile Yohana ile 14:16. Yohana 14:16 anajiita Paraclete. 14:16 anasema hivi: nami nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Kwa hiyo huyu jamaa Montanus akasema ndiye yeye ameletwa. Yesu ameenda kumuomba Baba akamleta yeye. Lakini amesahau yeye huyo Roho atasema atakuwa ndiye, haleluya, atakayetutia kwenye kweli yote. Hatakuwa na mipaka, atakuwepo kila mahali. Atatimiza lile neno la kiteolojia omnipresent, kwamba aliyepo kila mahali kwa wakati huyo Montanus alikuwa tu kule Figria. Bwana Yesu atusaidie sana. Mungu anatuambia tujitahadhari na manabii hao wa uongo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo madhara yake katika ile katika kile alichokisababisha kuleta mgawanyiko mkubwa sana. Kileta mgawanyiko mkubwa sana wa kanisa la kwanza na kuanzisha hofu ya maono ya uongo na shutuma kwa uongozi na kuligawa kanisa. Lakini nabii mwingine katika hiyo karne ya pili mpaka ya 15 alikuwa anaitwa Mukana, nabii mdanganyifu wa Kizoroastrian. Huyu ni nabii huyu aliyezuka naye Mukana. Jina halisi alikuwa anaitwa Hashim ibn Hakim. Alijitokeza katika karne ya 8 mwaka 1776 mpaka 1784 baada ya Kristo, huko Khorasan, Asia ndogo, kule Koresha, kule kwa Wakorosai, eneo la Uzbekistan ya leo, ambapo leo ndio kuna Uzbekistan. Haleluya. Alikuwa ni mtu wa asili ya Iran ambaye alikumbatia misingi ya Kiislamu, lakini alichanganya na itikadi za Kizoroastrianism au Madiskesim. Sikiliza mtu wa Mungu.
Kuna vitu vingi, na mafundisho yake yalikaza kwamba yeye ni mtu wa Mungu na nabii aliyepokea mafunuo ya kipekee. Hakuna mwingine ambaye anaweza kupokea mafunuo kama yeye. Alihubiri fundisho la kuzaliwa upya kimwili na kwa miungu, kwamba ukifa leo unazaliwa upya kwa miungu, na kudai kuwa roho ya Mungu ilikuwa imeingia na kuzaliwa upya, akikariri ile neno kwamba la Luka sura ya 1 mstari wa 17, na roho ya Elia itakuwa juu yake. Kwa hiyo akasema ndivyo sasa na watu wanazaliwa hivyo leo. Kwa hiyo watu wa Mungu, huu unabii wa uongo haujaanza leo. Alikuwa anapingana na Biblia na mafundisho ya dini. Bwana Yesu atusaidie sana. Watu wa Mungu, ni wakati wa kuwa macho. Ni wakati wa kuwa macho. Uchafu mwingi umeingia na kuharibu imani ya kweli. Imani ya leo imekuwa vipande vipande kwa sababu ya mafundisho mengi yasiyo ya Biblia. Tumekwambia haya ili upate kuwa makini. Jihadharini na manabii wengi wa uongo. Watawajia wamevaa mavazi ya kondoo lakini ndani ni mbwa mwitu. Tuwe na tahadhari. Mungu anatupa haya mafundisho ili tupate kujua kwa macho. Huduma ya kinabii ipo na inafanya kazi mpaka leo kwa nguvu kwa wale walio waaminifu. Lakini imeingiliwa na watu wameingiza mafundisho ya hovyo kwa kutaka heshima, sifa na ukubwa. Mungu anatuambia tujihadhari sana. Basi Mungu akubariki sana kwa kufikia hapa. Nataka nikuletee episode nyingine ya 8 sasa. Hii itahusu manabii wa uongo katika karne ya 20 mpaka 21 hii tulionayo sasa. Na ndipo utagundua watu wengi sana wamefanya mambo mabaya, na Mungu wa mbinguni akubariki. Haleluya.